Tumsifu Yesu Kristu, mpenzi mtazamaji wa Jugo Media. Jina langu ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako wa uinjilishaji, na leo niko hapa katika makazi ya askofu jimbo kuu la Dar es Salaam, ambapo bado anaishi askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo, baba yetu Mhashamu Stefano Musomba OSA wa shirika la Agustiniani. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana katika kipindi maalum. Asante sana. Kipindi chetu leo, mimi naweza kuambia watazamaji, kwangu inakuwa ni furaha. Ni kipindi changu cha mwisho kufanya na wewe ukiwa jimbo kuu la Dar es Salaam, lakini pia kinaweza kuwa ni kipindi cha kwanza ukiwa ndiye askofu jimbo la Bagamoyo, na napenda kukiita hiki ni kwa heri baba na heri na baraka katika utume. Napenda kukiita hivyo. Lakini mbali na yote, ni kukaribishe utufungulie kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuhatalini. Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante kwa kutufungulia kwa sala. Kama ambavyo nimewakaribisha watazamaji wetu katika kipindi hiki maalum, lengo kubwa likitaka kufahamu baadhi ya mambo, maana tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025 Baba Mtakatifu alivyotoa tangazo rasmi au tamko rasmi la kuundwa jimbo jipya la Bagamoyo, kila mmoja alitahamaki. Lakini sio kutahamaki, wengine wakasema sasa nani ni askofu, wakasikia kumbe askofu ndiye Baba Stefano Musomba. Pengine nianzie hapo. Kwako wewe, taarifa hii ilipokufikia ulipokeaje? Kawaida, kwa sababu ni kazi ya Mungu. Ndio. Tayari mimi ni askofu Kabisa. Mwanzoni wakati nateuliwa kwa askofu msaidizi, ilikuwa mshituko mkubwa zaidi. Kwa sababu mtategemee. Sasa unapoambiwa mara ya pili, walau sio mshituko kama ule wa kwanza. Lakini cha maana tu napokea kwamba hii kazi ni kazi ya Mungu mwenyewe, kwa sababu hizo ni neema za Mungu. Kama tunavyotaniana wakati mwingine nasema kwamba hakuna shule ya uaskofu. Unaweza kusomea upadre lakini si uaskofu. Kwa ndio maana tunaweka hii ni neema ya Mungu. Na ni zawadi ya pekee kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na kusikia uteuzi huo, basi mimi niliona kama zawadi ya Mungu kwetu sisi katika kanisa la Tanzania. Ni jimbo la kihistoria sana, hasa tukiangalia imani yetu katika maeneo ya bara. Sasa ni mlango wa imani kabisa. Pale walipoingilia wale wa misionari walioenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kutangazwa kuwa jimbo inakuwa ni furaha. Kwa hiyo vile vile ilinifanya niweze kufikiria mbali zaidi, kwamba kama ni mlango wa imani na ni jimbo tayari, basi wanajimbo waonyeshe kweli mlango wa imani. Kwa sababu kulitamka jimbo, wanajimbo inabidi waishi vile sasa imani ile. Ili watu wanapokuja pale wanasema kwenye hija, kwenye mambo mengine, waone watu wanaishi vizuri imani yao. Kwa hiyo nilifikiria katika eneo hilo, nikaona kwamba si swala tu la kusema nashangilia, si swala tu la kusema tumepokea, ni swala la kuwajibika. Kuwajibika katika Kristo, na jina lenyewe linatamkwa Bagamoyo, ambayo kiasili anasema bwaga moyo. Wale walikuwa watumwa wanabwaga moyo, wanaweza kama ni kukosa matumaini hivi. Lakini hapa kama ni kubwaga moyo, ni kumbwaga moyo kwa Yesu mwenyewe. Kwa sasa mimi najiachia kwako. Kwa sasa kila kitu nifanye kwa ajili yako. Kwa hiyo tafsiri ile ya zamani haiwezekani. Na tena uzuri, jimbo lenyewe limetangazwa wakati tuko katika Jubilei Kuu 2025 na kauli mbiu mahujaji katika matumaini. Na tumaini halitahayarishi, halikatishi tamaa. Kwa hiyo ni jambo jema.
Naweza nikasema tu hivyo, mtangazaji. Nashukuru na naona kweli umejipanga, kwa sababu moja kwa moja unatuambia sasa tukija Bagamoyo tujitayarishe kubwaga mioyo yetu katika imani, tusije kama vile ambao tunakuja. Nashukuru kwa hilo baba. Lakini natumai wakati utayari huo kwako unatokea, ulifika wakati pia wa kuweza kufahamu jimbo unalopewa. Tunafahamu jimbo la Bagamoyo limeanza lakini likitoka katika jimbo Katoliki la Morogoro, lakini lipo pia katikati ya jimbo Katoliki la jimbo kuu la Dar es Salaam. Pengine unaweza ukatushirikisha wakati unapewa kazi hiyo, tunatumai uliambiwa wewe utakuwa hapa, utachunga kondoo wako hapa mpaka hapa. Jambo la kwanza ni kufahamu tu nani anayezaa jimbo hili. Katika yote tunaona anayezaa jimbo ni mzazi mkuu ni Morogoro. Jimbo la Morogoro. Dar es Salaam ni mzazi mwenza. Okay. Inavyoonyesha zaidi. Katika jimbo kuzaliwa, anayeweza kulitengeneza jimbo ni Baba Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo lazima kuwepo na mipaka. Ili jimbo jipya lianze wapi na liishe wapi. Lipakane wapi na wapi na jimbo lingine. Kwa sasa ukiangalia kati ya Dar es Salaam na Morogoro, kwa Dar es Salaam tunaangalia mto Tegeta. Ndio inakuwa alama ya mpaka kati ya jimbo kuu la Dar es Salaam na jimbo la Bagamoyo, jipya hilo la Bagamoyo. Kwa ni mto Tegeta. Unapoenda upande wa Morogoro, nadhani ule mto unaitwa mto Ngerengere. Ni pale ambapo namaliza mkoa wa Pwani. Unapoanza sasa, kwa ukisoma kule kibao kinasema sasa unaingia mkoa wa Morogoro. Pale kwenye daraja pale ndio mwisho wa jimbo la jipya la Bagamoyo. Kwa hiyo kutoka mto Tegeta mpaka mto Ngerengere ule. Ambapo sasa pale Bwawani. Kwa ndio maana naitaja Bwawani kama parokia ya mwisho ya jimbo jipya la Bagamoyo. Na imeenda huko Ngerengere yenyewe. Kwa imeendelea hivyo. Ngerengere, Mdaura. Au unataka nizitaje nani zenyewe? Ingekuwa vema tungesikia pia, kwa sababu Morogoro umesema ndiye mama. Ndio mama. Kutoka Morogoro. Sikia kutoka Morogoro mama amekupatia parokia ngapi? Kwa Morogoro zimetoka parokia 12 ambayo ni parokia tayari na parokia teule 1. Kwa parokia zenyewe ni Kiharaka, Kerege, Zinga, Moyo Safi wa Mama Bikira Maria. Bagamoyo yenyewe ndio itakuwa pale napaita Msalabani. Hapa ndio patakuwa center, ndio itakuwa ni cathedral yenyewe. Parokia Epifania, kuna parokia teule ya Makurunge, kuna parokia ya Kiwangwa, kuna parokia ya Mandera, kuna parokia ya Lugoba, parokia ya Chalinze, parokia ya Mdaula, parokia ya Bwawani na parokia ya Ngerengere. Kwa hiyo ukiona hapa utakuta kuna parokia 12 na parokia teule 1. Hiyo ni kutoka upande ule wa Morogoro. Sawa baba, na huku kwa upande wa baba yetu Askofu Mkuu Ruwaichi, alikupatia nini mwanae cha kurithi? Maana sasa tunaangalia kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Jimbo kuu la Dar es Salaam imezaa askofu. Ndio la kwanza hii. Ndio maana leo ukisema askofu mteule, msamiati huu utakuchanganya. Askofu mteule kwa mfano wa Iringa ni askofu mteule. Sasa kuna tofauti gani na mimi? Mimi tayari ni askofu. Yule wa Iringa ni askofu mteule. Yule wa askofu msaidizi wa Tabora ni maaskofu wateule. Mimi tayari ni askofu. Ndio maana wakati fulani naweza kukuchanganya hata katika wanasema nini? Utambulisho. Sasa ni askofu wa Bagamoyo, askofu mteule. Kumbe tuweke hapo sahihi pia hizo nini waita misamiati hiyo. Maana ni swala tu la kusema kwamba ili kutofautisha, maana ndio maana yule ambaye ni askofu tayari katika sheria za kanisa mpaka siku ile ambapo tunasema anasimikwa inachukua miezi 2 kisheria.
Lakini yule ambaye si askofu mpaka pale anapo askofishwa na kusimikwa inachukua miezi 3. Kwa ndio maana mimi ni miezi 2. Ukiangalia utaona kwamba kutoka Iringa ni Bagamoyo. Lakini sio nisingekuwa nimtangulie yule wa Tabora kwa sababu atatangaza mapema. Lakini kutokana na kigezo cha miezi 2 ndio maana. Sasa hapa maana wewe katika hiyo miezi 2 sasa tunakuona kama nani, askofu msaidizi wa jimbo la Dar es Salaam au unabaki kuwa tu ni askofu? Sasa nikisema askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam nitakuwa nadanganya kwa sababu siku waliotangaza ni siku ile ambayo wasema kwamba toka leo utatajwa tena kwenye misa. Kwa huku upande huru wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa upande wa jimbo la Bagamoyo kule kwenye parokia zile ambazo nitatamka. Hata leo hii ukienda kwa mfano kwenye ofisi zile za pale jimboni pale St. Joseph, utaona picha yangu. Nishateremshwa. Hebu baba naomba nieleweshe kidogo hapa. Kwa kitaratibu za kanisa, kwa mfano kwako wewe tarehe 7 ya mwezi wa 3 2025 Baba Mtakatifu alitangaza rasmi kwamba wewe ni askofu sasa wa jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa baada ya tangazo lile rasmi tunaanza kwenye misa. Maana yake baada ya pale misa zitakazofuata zinakuwa hazikutaji tena katika jimbo ulilotoka kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo siwezi kujiita msaidizi tena. Lakini pia hata picha zilizokuwa katika maofisi ya jimbo na ofisi nyingine za taasisi za dini zinapaswa pia kushushwa. Zinapaswa zimesha. Kawaida kwa siji ukungine huko kwenye parokia ambako siwezi kujua. Lakini pale zile ofisi za jimbo hata ile ofisi inayokaa saa hizi kama unaenda kutembea haina picha. Na upande huku wa jimbo unaloenda ni kwamba taratibu ni muda huo wanaanza pia kuchukua taratibu za askofu anayekuja. Kuchukua taratibu pana, kisheria kuna siku rasmi ya kukabidhiwa jimbo. Ni siku ile unayosimikwa. Na unaposimikwa pale ndipo unaweza kutamka kitu. Kwa hiyo unakuwa na mamlaka sasa ya kiaskofu katika jimbo lile. Saizi nimetamkwa lakini ni jimbo tayari lile. Limeshatamkwa. Lakini kuna siku vile documents au nani zile zitaletwa rasmi ambazo lazima zisomwe na atahusika balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania katika hilo. Kama kuna mtu alishuhudia pale Mafinga ndio mtindo ule. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa bula. Ile bula ndio barua rasmi ya uteuzi na barua rasmi ya uundwaji wa jimbo jipya. Kwa hiyo kutakuwa na bula 2, moja inahusu kuniteua mimi na nyingine inahusu kuliunda jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa watatangulia kulisoma bula ya kuliunda jimbo jipya la Bagamoyo. Nadhani nakuaga jioni kabla ya masifu ya jioni. Mkimaliza ndio mnaanza maandamano kwenda kanisa ili yule askofu yule ambaye anaenda kukabidhiwa jimbo aweze sasa kukiri imani na kufanya kiapo cha uaminifu. Turudi hapa katika urithi aliotupa Baba Askofu Mkuu Raichi, kujatutajia parokia. Parokia sasa ndizo hapa kwa upande huu ziko parokia 16 kutoka Dar es Salaam. 16. Na teule moja. Kwa hapo 17, 16 sawa. Kwa 16 na teule moja. Kwa hiyo kuna Bahari Beach, Boko, Bunju, Kinondo, Madale, Mbopo. Sasa kuna Mbweni hizi nyingi, Mbweni Mpiji, Mbweni Teta, Mbweni Mtakatifu Rafaeli. Alafu tunaendelea Mivumoni, Muungano, Nyakasangwe, Tegeta Damu Azizi. Sasa kuna Tegeta 2. Alafu na Tegeta Kibaoni, Ununio, Wazo Hill. Alafu ambayo ni teule ndio Mbweni JKT Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Kwa hizo
17. Hiyo 17 ndio teule. Ni teule. Okay, angalia kule Morogoro zilizo kamili ni 12 na teule moja. Na huku 16 na teule moja. Kwa hiyo tukisema kwamba zote ni parokia, kwa hiyo unajua ni hesabu ni 30. Kama ni zilizo kamili 28. Lakini ukiangalia jimbo jipya lina sura 2. Kwa sababu uwezi ukachukua ukasema ni sawa tu. Kipande cha Morogoro lazima kina sura ya Morogoro. Kwa sababu Morogoro wana mila yao kama jimbo na tamaduni zao. Lakini vile vile jimbo kula Dar es Salaam vile vile lina mila zake na tamaduni zake. Kwa hiyo utaona ni sura 2. Kwa hiyo ukiangalia huyu askofu anaenda kuchukua jimbo jipya lazima aangalie kuunganisha sura 2 ionekane sura moja tu. Na sura hii moja iangalie mbele zaidi. Tukiangalia katika nyakati zetu jimbo la Morogoro lisije likawa tegemezi, lijitegemee. Kwa kila muumini ajue kwamba anawajibika katika kazi ya kujitegemea na kuliendeleza jimbo la Morogoro. Kwa hiyo kazi iliyopo pale kutengeneza sura moja ili wawe na umoja katika kutegemeza jimbo. Tumezoea huku Dar es Salaam na pia majimbo mengine imekuwa ni desturi hiyo kuanza kufanya wanaita mavuno jimbo, ikiwa sehemu ya kutegemeza jimbo. Kwa wewe unasemaje hili ikiwa ndo unaenda kuanza hiyo 14 na sura ya Dar es Salaam? Kwa hiyo na sura ya Dar es Salaam. Kwa hiyo nitaona kabisa Dar es Salaam ilivyo na inavyokwenda, ningependa na si tu hivyo. Ili tulitegemeze jimbo jipya hilo. Na tuende kwa mwendo ule ule kama Dar es Salaam inavyokwenda. Na kingine labda ni jaribu kuongezea hapo. Tunazungumzia kuhusiana na namna ya kutegemeza jimbo. Lakini pengine kuna vitu ambavyo ulikuwa ukiviona Dar es Salaam na hivi pengine ningetamani uvizungumze wewe. Sasa unatoka Dar es Salaam na unapoondoka kuhama nyumbani, hata watoto tunapohama kwenda kuoa na kupata nyumba ya kwenda kuishi mwenyewe, kuna vitu huwa nakumbuka nyumbani kwamba nyumbani kulikuwa na hivi na hivi. Vipi ambavyo vizuri utavibeba na kwenda navyo pia Bagamoyo? Sasa nikisema maana yake nijifunza mambo mengi sana. Unajua ninaweza nikasema kama umelelewa kwa malezi unayoyapata, alafu unapoenda hata kama wewe unaongelea mambo yako, unapoenda kuanzisha maisha lazima uishi sasa malezi yale. Nadhani nikimwangalia askofu mkuu alikuwa na maono hayo toka mwanzo. Tulipofika tu mimi na pacha wangu alituambia kabisa, jamani, cha kwanza kabisa kila mtu awe na jumuiya yake ili aweze kuunda hiyo jumuiya, kama kuna changamoto zione huko na aweze kuishi katika jumuiya yake hiyo, ili hata kama wanamchukua leo anasema naenda kuanzisha jimbo, sianze kumangamanga ajue naanzia wapi, naenda wapi, naelekea wapi, kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikisema kama nianze kutaja ni vile, yani ni vingi mno, kaza kwamba siwezi. Cha maana tu ni kwamba nimepata malezi mazuri, na mafanikio ya malezi ni kujielewa na kujitambua. Hapa ndio umelelewa, unajua hapo unasema nimelelewa unajielewa, unajitambua. Kwa hiyo napoenda kule ujue bado niko katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Ndio. Metropolitan tunasema. Pamoja na hayo vile vile haina maana kwamba nitamsahau baba yangu askofu mkuu. Hata sasa hivi pale tulikuwa tunafanyeje tena kama nimesahau kitu sio kwamba sasa ndikuwa heri sitarudi tena huko, hapana, ni nyumbani. Na nikija hapa nakuja hapa nasema kama nimeenda kwa baba. Yani kwa kujiamini kabisa naenda kwa baba.
Sasa unaenda ugenini, sio ugenini. Na lakini sasa baba anakuja. Niandalie chakula cha jioni, nalala kwako pa. Chakula hapo, taondoka asubuhi. Wana Dar es Salaam yapo ambao tumezoea, nazungumza kwa niaba yao, ambayo wengine pengine tutayakumbuka pale ambapo utapokuwa haupo katika majukumu ya kiutume, basi tutakumbuka Baba Musomba alifanya hili. Moja ilikuwa ni uhamasishaji, hilo halina kificho, hasa katika ujenzi wa nyumba za mapadri, ujenzi wa makanisa katika parokia. Hili wengi walikuwa wakionyeshwa kulipenda ukilifanya. Lakini si hilo tu, hata homilia zako ambazo ukiwa unazitoa wengi walifurahia mafundisho yanayopata. Pengine una lipi la kutuasa sisi wana Dar es Salaam katika haya mawili? La pili la homilia tutakuwa tunaendelea kuzisikiliza kupitia hata mtandao, ila hasa hili la hamasa na ujenzi ambao unaendelea katika makanisa mengi hapa Dar es Salaam. Tuendelee tu kuombeana. Wala ambao nimepita kwenye parokia zao. Kwa sababu kawaida mimi nilikuwa naangalia, sio timuulize paroko hapa kuna nini, hapana. Naangalia tu hapa kimekosekana hiki, kimekosekana hiki, kimekosekana hiki. Kwa hiyo nikifika hapa naanza mimi naanzisha hapa pamoja kwamba huyu paroko atakuwa anahitaji hiki. Maana kuna parokia zingine unaenda pale na sweati. Unaangalia na waumini na wana sweati. Hawa wanahitaji feni hao. Kwa hiyo unaenda kuhamasisha feni. Hao naangalia Rutareni. Naona mapadri wako pale wanang'ang'aniana kitabu kimoja kile. Hao wamekosa kitabu. Au hawana kitabu cha Injili. Kwa hiyo vitu hivyo. Kwa hiyo nikuendelea kuombeana, maana nikisema kwamba nawaasa sio kusawa kuwaasa, ila ni kwamba tu waumini watambue kwamba kukomaa katika imani ni kulipenda kanisa, na katika kulipenda kanisa kulitegemeza. Maana tunaposema kwamba tunaenda kuhubiri habari njema, sio kwamba tu lazima tuende kule. Hata mchango wangu ninaotoa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, maendeleo ya Injili, niko katika kuhubiri kwa mchango wote. Na kwa sababu waumini wajue, sio lazima waambiwe sasa jamani tuchange hiki. Wewe angalia tu, soma alama za nyakati, angalia hapa kuna uhitaji, basi tenda. Nashukuru, nafikiri huu ni wakati mzuri sana wa kukukaribisha utualike na sisi wana Dar es Salaam. Sijui ni tarehe ngapi, lakini walau tuweze kukusindikiza kuja katika adhimisho ambalo utasimikwa rasmi kuwa askofu wa jimbo la Bagamoyo. Pengine ukitutajia tutafurahi, na ukatupa mwaliko kwa maneno yako, itakuwa ni furaha na faraja kwetu. Asante sana mtangazaji. Unajua nikisema kualika utakuwa ni muongo. Kwa sababu ndio mtoto anasindikizwa na baba. Ndio. Sasa anaposindikizwa na baba nasema mwalika au yeye ndiye ananipeleka. Kawaida najua kwamba ndiye atakayenipeleka. Baba ananipeleka kwa msafara maalum. Ndio. Muda fulani aliyopanga. Na anajua na amepanga na ameandaa sherehe baba. Kwa hiyo sasa wewe tunamwalika pana. Najua kwamba tu tarehe ambayo ni rasmi ni tarehe 4 ya Mei 2025. Ndipo itakuwa ni siku ya kusimikwa, lakini sio kwamba tunaenda tarehe 24. Kwa sababu tarehe 3 tarehe 24 tarehe 4 tarehe 3 kuna masifu ya jioni. Kwa sababu huyu anaenda kusimikwa lazima kiri imani na aweze kuweka kiapo cha uaminifu. Kwa hiyo yote haya yanafanyika katika vijiria tunazita. Ile jioni. Kwa hiyo tarehe 3. Kwa naenda tarehe 3 jioni, baba ameshapanga, anajua niende jioni na sweta alafu niende na mimi na nini. Hayo tumwachie baba. Nini? Kwa baba amepanga. Na atatangaza rasmi, jamani waumini, tunamsindikiza mtoto wetu tarehe hii saa fulani. Na tutapita hapa na hapa katika mipaka hii, atafanya tendo hili na nini tutaelekeza hiyo. Lakini tarehe 4 ya mwezi wa 5
2025 pale Bagamoyo. Asante, nashukuru sana baba kwa kuungana pamoja nasi. Mimi sina mengi na wala sina la ziada, labda kama wewe unalo la kutuambia sisi wana Dar es Salaam, lolote lile ambalo tunaweza tukaliishi katika kuendeleza pia uchungaji huu ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam na utume tunaofanya muda wote kuliendeleza kanisa, unaweza ukasema. Kwa kweli neno langu kwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam ni shukrani. Namshukuru kwanza, namshukuru Mungu kwa zawadi ya wito. Kama nilivyokuambia kwamba kwa neema hii aliyenijalia. Sasa siwezi kusema eti kwa kuwa nini, neema hii aliyenijalia. Namshukuru Mhashamu Baba Askofu Mkuu kwa malezi bora na kuniandaa vizuri, na vile vilikuwa tayari kuendelea kuwa na mimi. Manake kila mara neno lake ni tupo pamoja. Ndio neno lake zaidi. Tupo pamoja. Kwa hiyo unapoenda unaenda kwa kujiamini, na wazazi. Na si hilo tu, nawashukuru vile vile hata maaskofu wote katika urika wetu. Kwa sababu najua kwamba waweza kaniacha. Kwa namna pekee pacha wangu Mhashamu Baba Askofu Endo mcha Mungu, ambaye tumefanya kazi bega kwa bega. Kwa ushirikiano wa kina. Mpaka wengine walikuwa wanasema tunashindwa kuwatofautisha. Tunashindwa kuwatofautisha. Saizi siji yupi ni yupi. Kweli ninyi ni mapacha. Kuna mmoja alisema hivyo, kweli ninyi ni mapacha. Tunashindwa kuwatofautisha. Kwa namshukuru sana kwa ushirikiano huo tuliokuwa nao toka mwanzo. Kwanza tulipoteuliwa tu, tulipoanza sasa kuteuliwa kiwa kule Segerea seminari kuu, kimtembelea nikitoka Mavurunza, mimi kila mara naenda kule, tunapeana moyo mpaka tumeanza kupata askofu huo, kuanza kazi kufanya na askofu mkuu kwa ushirikiano mkubwa sana katika kama familia moja. Baba yetu askofu mkuu, sisi watoto wake, yani kitu kimoja. Na mlikuwa mnafanana kweli? Tunaongea kweli kweli na tunashirikishana kweli kweli mambo yote, na inapendeza. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba sina budi kuwashukuru sana, pamoja na waumini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Bila wao vile vile sasa mimi ningepata wapi uzoefu na mang'amuzi mbalimbali. Kwa sababu wote niopita wala nimejenga ndio maana ukiona kwamba nahamasisha kwa sababu vile vile nimeingia katika ujenzi ilikuwa kutoka. Kwa hiyo nawashukuru vile vile kwa ushirikiano mzuri, na kitu muhimu tuombeane. Ipo siku nyingine kiona kwamba nimezidiwa, sitasema hodi. Kwa sababu askofu mkuu, naomba nikaongea na waumini wale wanisaidie fulani. Najua baba ataninyima, atanikubalia. Ndio. Kama nitakutana na waumini wao, najua kwamba tutakutana nao si tu katika kuja huku Dar es Salaam. Hija kama nilivyosema, Bagamoyo ni eneo la hija. Waje. Hata wakati fulani tutawasiliana, huko upo na nafasi. Basi kuna kundi fulani linakuja huko, tunaomba waongozee misa. Kwa hiyo najua kabisa naenda kuongozea ndugu zangu. Hata Boko pale pia ni kituo cha hija kwa vijana pia. Sawa, vijana, mimi lakini naongelea Bagamoyo kule. Ndio. Bako naenda. Boko ndio ni cha hija, vijana si nini vyote tunayosema, lakini tunaongelea Bagamoyo. Jimbo linakuwa ni jimbo liwe la hija kweli jilote, kama Mungu akipenda. Na dereva wako hayo Sao company kidogo naye au anabaki Dar es Salaam? Hiyo sisemi. Sawa. Unajua mambo haya alikuwa ni dereva wangu, lakini vile ameajiriwa na jimbo. Ndio, ni kweli. Kwa mwamuzi mkuu ni askofu mkuu, sio mimi. Kwa hiyo siwezi kusema tu amna, nilikuwa tunataka kujua naye unamshukuru vipi? Kumshukuru. Amekuwa na wewe muda mrefu tangu Joseph Baruti alikuwa pia nawe tangu. Lazima nimshukuru. Namshukuru sana kwa kuwa nani. Na si yeye tu. Ndio. Masista wangu hapa
ambao nimeenda nao katika utume wapi huku na huku. Mlamleni. Wakati fulani tumechoka tunarudi. Ndio. Lakini tuko bega kwa bega. Kwa wote nawashukuru. Masisa wa nani mabinti wa nani wa Bikira Maria wa Usambara. Kwa nawashukuru wanajumuiya ambao tuliweka kweli jumuiya. Kishirikishana jana uchungaji wapi kesho nini tuanzeje tufanyeje ndio haya. Kwa nawashukuru vile. Nashukuru vile vile naweza kusema ofisi ya askofu mkuu kimaanisha wafanyakazi wote pale jimboni. Masisa wale kiangalia kwenye ile ofisi ya uhasibu, kiangalia kwenye ofisi ile ya secretariat ile. Nashukuru sana. Kwa namna pekee vile vile chancellor. Katibu baba. Maana hata kama nakuwa na katibu wangu lazima aje apate uzoefu. Kwa chancellor. Tableta tuition. Lazima aje tuition kweli kabisa. Ndio. Kwa sababu ni muhimu. Kwa hiyo lazima nimshukuru kwa namna pekee. Nakumbuka alituandaa vizuri toka mwanzo. Hata saa hizi namtegemea sana katika maandalizi haya, kapicha, vitu gani. Ulikuwa mkurugenzi wa masuala ya mawasiliano na hao pia una lipi la kuwaachia? Sasa nikisema nawaachia wakati ninao. Hata kuwashukuru pia kwa sababu walitembea na wewe kwa muda. Yaani naenda kuwashukuru. Yaani sasa nikiwashukuru kama ndio tunaagana si kweli. Najua kwamba watakuja Bagamoyo. Ndio. Na unatuita tuweke vituo pia. Sio tu na kuita tu. Yuko yule nani yule kwanza yuko hivi yuko alikuwa Morogoro Kwa hiyo najua Radio Maria wapo, ninyi mpo. Tumaini wapo. Kwa hiyo sio kwamba nawaacha. Ndio maana nawekeza. Nashukuru sasa kwa heri sasa. Ndio tuonane tena. Sisi tunataka shukrani ya kutukaribisha. Nakuja mpo. Tuanze kutafuta watu wote nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Hata nani nyinyi wenyewe mwanzoni. Jugo Media. Mlikuwa mnakumbuka Ndio. Mlikotoka Tunakumbuka baba. Kwa hiyo mambo kama hayo. Nashukuru sana. Nafikiri mimi nimefika ukomo wa maswali ninayotamani kuyajua zaidi kwa niaba ya watazamaji, na pengine nikiendelea kuongea sana itakuwa ni hali sasa ya kusema baba sasa unaondoka. Hapana, ni heri na baraka, na sote tunafurahi kwamba utume unazidi kutanuka kwani hata Jugo Media tumefurahi, tumeweka makazi pale Morogoro. Kwa hiyo imemeguka Morogoro, imemeguka Dar es Salaam. Kwa lazima na Jugo Media tumeguke Morogoro, tumeguke Dar es Salaam, alafu tuweke makazi pia Bagamoyo. Kwa hilo tukuahidi tutafika na tutakuwa na makazi pale. Karibu. Asante sana baba. Naam, ni kushukuru wewe mtazamaji wetu wa Jugo Media Injili Ganjani Mwako ambaye umeunganika nasi katika mahojiano haya ambapo tulikuwa naye baba Askofu Stefano Musomba, askofu wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, ambaye tunategemea panapo majaliwa tarehe 4 ya mwezi wa 5 aweze kusimikwa rasmi kuwa askofu wa jimbo hilo la Bagamoyo. Sina mengi ya kukwambia, tukutane tarehe 4 ya mwezi wa 5 pale Mungu atakapotujalia uhai mimi nawe. Basi nimkaribishe baba atufungie kipindi chetu kwa sala ili tuweze kuendelea na mambo mengine ya utume. Karibu sana baba. Asante sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako. Ni kwa neema yako tunaweza kutimiza yote. Utuongoze na ulibariki jimbo jipya, na utubariki sisi sote na kanisa lote la Mungu, ili daima tuyatende yote kadiri unavyotaka wewe, kadiri unavyopenda wewe. Na hivi tunajikabidhi kwako, tutegemeze katika yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Asante na wewe. Tunashukuru.